Anaendelea Tundu Lissu sehemu ya 18, anaendelea na maswali ya dodoso. Mheshimiwa Lissu anasema karibu ipi ambayo mawakili hawasikii? Bwana jela, unaweza kuwa karibu na usisikie. Mheshimiwa Lissu, kuna mawakili jumla 37 ambao umeleta nyaraka zao hapa pamoja na mawakili wangu. Sasa kwenye komenti zako umekuwa ukisema simamia kwa karibu, simamia mazungumzo yao. Ni kweli kwa mawakili wote? Bwana jela, sio kweli, lakini ni kweli. Naomba niseme ni kweli, nimesema komenti hizo kwa wote. Mheshimiwa Lissu, katika mawakili wote hao kuna mahala hata pamoja ulipoandika simamieni lakini msisikilize mazungumzo? Bwana jela, hakuna. Mheshimiwa Lissu, je, katika mawakili wote 37 umeandika wakiingia ofisini tokeni nje wazungumze? Ipo sehemu umeandika? Bwana jela, hakuna nilipoandika. Mheshimiwa Lissu, kuna mahali kokote umeelekeza kuangalieni lakini msisikilize? Bwana jela, hakuna mahali. Mheshimiwa Lissu, waeleze majaji kama ni kweli au sio kweli. Kata tarehe 18 mwezi wa 2025 nilikuwa nazungumza kwenye kio na mawakili wangu. Bwana jela, kilikuwepo hicho kipindi? Mheshimiwa Lissu, tulikuwa tunawasiliana kupitia simu zilizopo pale? Bwana jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, je, upande anaokuwepo mgeni ndio uko karibu na reception na kuna kachumba ambacho ni control room ya hizo simu zote, na kwenye hiyo control room anakuwepo afisa magereza anayewasha na kuzima ili watu wazungumze, yeye ndiye anaamua hapo? Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, huyo wakili anapozungumza kuna askari wanakuwepo kumsikiliza? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, je, upande wangu nakuwa pia na askari wananisikiliza niliotoka nao lock up na wengine wananisikiliza? Bwana jela, sio kweli. Lissu, kwenye hicho chumba kuna CCTV kamera inayorekodi kinachoendelea humo? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, CCTV kamera hiyo iko controlled ofisini kwako? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, je, ni kweli kwamba baada ya matukio Oktoba 29 uliniita ofisini kwako? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, ulivyoniita ukaniambia kuanzia sasa ni marufuku viongozi wa Chadema na wanachama wa Chadema kuja kukutembelea? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, na pia ulisema ni ndugu zako wa karibu tu ndio watakutembelea? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, na ukasema mazungumzo yako na mawakili yatakuwa kwa mambo ya kisheria tu? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, wakili Gaston Garubindi alikuwa anakuja kunitembelea gerezani kabla ya tarehe 14 mwezi wa 11 2025. Bwana jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, kuanzia hiyo tarehe hajawahi kuruhusiwa? Bwana jela, simpangie. Mheshimiwa Lissu, kuanzia niingie gerezani wakili Dickson Matata na Deogratias Manyila hujawahi kuruhusu waingie gerezani. Huyu Matata ni mwenyekiti kanda ya Magharibi na Manyila ni mwenyekiti wa vijana taifa, hajawahi kuruhusiwa. Bwana jela, si walazimishi waje au wasije? Mheshimiwa Lissu, kumbe ndio hivyo. Haya, Manyila na Matata kesho njooni Ukonga. Bwana jela, kesi iko mahakamani, sitawaruhusu. Mheshimiwa Lissu, John Heche, Amani Gorugwa, katibu mkuu Manyila wakiwa kama mashahidi wangu kwenye kesi ya Wayne wamezuiwa kuingia. Bwana jela, hawezi kuingia. Jaji, hilo la kwamba huwezi kuruhusu umelitoa wapi? Kuna amri yoyote ya mahakama? Bwana jela, siwezi kuwaruhusu. Jaji Mruma, tumefikia huko, unaiambia mahakama kuwa huwezi kuruhusu na hauna amri yoyote ya mahakama? Uko serious kweli au hujaelewa ili ufanye maamuzi na sisi sasa? Bwana jela, waheshimiwa majaji, naomba radhi. Mheshimiwa Lissu, soma hati yangu kinzani kuhusu Nashon Nkungu. Anasema wakili wa serikali, tunaomba break. Mjaji wanashauriana. Wakili John Seka anasema ni sawa tu. Mheshimiwa Lissu, ni sawa. Jaji, basi tukutane mara baada ya lisali moja.